The Tip with Jerison 24. Hii ni The Tip ambao unaisikia na kuitizama kupitia Jerison 24. Karibu na usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment on this page. Leo tunamfahamu Mohamed Ould Abdel Aziz aliyekuwa rais wa 8 katika nchi ya Mauritania tarehe 5 Agosti 2009 hadi tarehe 1 Agosti 2019, na alishawahi kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika tarehe 30 Januari 2014 hadi tarehe 30 Januari 2015. Pia alishawahi kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa baraza kuu la nchi hiyo tarehe 6 Agosti 2008 hadi tarehe 15 April 2009. Baraza hilo kuu la nchi liliwahi kuwa serikali ya mpito ya nchi hiyo kufuatia mapinduzi yaliyomuondoa madarakani Rais Sidi Ould Sheikh tarehe 6 Agosti 2008. Sasa anakabiliwa na kesi ya utakatishaji fedha na kuhujumu uchumi nchini kwake. Mahakama ya rufaa ya Mauritania Jumatano ya tarehe 14 Mei 2025 ilimhukumu rais wa zamani Mohamed Ould Abdel Aziz kifungo cha miaka 15 jela na ikamtoza faini ya dola milioni 3, na hivyo kuongeza kifungo cha awali cha miaka 5 kilichotolewa mwaka 2023 kwa mashtaka ya rushwa. Aziz alikuwa jenerali wa zamani wa kijeshi ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mawili kabla ya kuwa rais kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2019. Alipatikana na hatia ya utakatishaji fedha na kujitajirisha kiharamu. Wachunguzi wanasema alikusanya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 70 kupitia uongozi wake akiwa madarakani. Amebaki kizuizini tangu kuhukumiwa kwake kwa mara ya kwanza mwaka jana. Kesi hiyo imevuta hisia za kimataifa, kwa mfano adimu wa mkuu wa nchi za Afrika kuwajibika kwa ufisadi akiwa madarakani. Timu ya mawakili ya Aziz imetupilia mbali mashtaka hayo na kusema yamechochewa kisiasa kwa madai ya kuwa yanatokana na kutofautiana na mrithi wake Rais Mohamed Ould Sheikh. Waliowahi kuwa washirika wa karibu wa Aziz na Sidi walipata mpasuko mkubwa baada ya mpito wa kwanza wa amani wa kidemokrasia wa mamlaka nchini Mauritania mwaka 2019. Mvutano uliongezeka pale Aziz alipojaribu kurejesha ushawishi ndani ya chama tawala. Mnamo mwaka 2020, tume ya bunge ilianzisha uchunguzi wa kina kuhusu madai ya ufisadi wakati wa utawala wake na hatimaye kuwahusisha wengine 11. Uamuzi wa Jumatano ulioondoa maafisa 6 wa ngazi ya juu kutoka serikali ya zamani ya Aziz, lakini ukamshikilia na kumfunga mke wake kifungo cha miaka 2 jela kwa tuhuma za kufanya biashara ya ushawishi. Mahakama pia iliamuru kuidhinisha na kukamatwa kwa mali zake. Mauritania, licha ya utajiri wake mkubwa wa asili ikiwa ni pamoja na madini ya chuma, dhahabu, shaba, mafuta na gesi asilia, inaendelea kukabiliwa na viwango vya juu vya umaskini. Kulingana na Umoja wa Mataifa, karibu 60% ya watu wanaishi maskini. Mara nyingi raia hao wanafanya kazi zisizo rasmi au kilimo. Matatizo ya kiuchumi yamekuwa yakiwasukuma vijana wengi wa Mauritania kutafuta fursa nje ya nchi, huku idadi ikiongezeka wakijaribu kuhamia Ulaya na Marekani kupitia njia zisizo za kawaida. Hukumu ya Aziz inaweza kuashiria wakati muhimu katika historia ya kisiasa na mahakama ya Mauritania, ikiashiria uwezekano wa kuwa na msimamo mkali dhidi ya rushwa miongoni mwa maafisa wa ngazi za juu. Hata hivyo, kesi hiyo inasalia kuwa nyeti kisiasa katika nchi ambayo taasisi bado zinaunganisha kanuni za kidemokrasia. Ipate hiyo kupitia The Tip siku hii leo ndani ya mtandao wa Jerison 24. The Tip with Jerison 24.